Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi unatufuatilia katika chaneli yetu, leo biidhnillahi inshallah tunakuletea somo muhimu, somo ambalo linalohusiana na kupiga mswaki. Somo la kupiga mswaki. Somo hili unaweza ukadharau ukaona kupiga mswaki ni pale mtu akiamka tu, kumbe sivyo hivyo. Katika Uislamu Mtume Muhammad anasema al-Islamu nadhifu, Uislamu ni usafi. Fatanadhafu, basi jisafisheni. Fa innahu la yadkhulu aljanna illa nadhif, kwani haingii peponi isipokuwa mtu atakayekuwa msafi. Na usafi unaanza kujitoharisha katika mwili, kwenye mavazi, lakini vile vile na kuielekea ibada. Kwa hiyo mswaki una faida nyingi, lakini mimi nataka nikupe takriban 2 au 3 inshallah, tutaangalia na muda. Hadithi iliyotangulia inasema al-Islamu nadhif. Mmoja, usafi unaotakiwa katika mwanadamu, jambo la mwanzo ni mtu kupiga mswaki. Anapoamka, kitu cha mwanzo atakiwa apige mswaki. Lakini vile vile ukija katika ibada, sunna ya kwanza katika ibada au katika faradhi za udhu, kuna sunna ya kwanza katika zile sunna za udhu, nayo ni asiwaku, ni kupiga mswaki. Ni sunna. Tukizungumza sunna, ni kitu alichokifanya Mtume Muhammad. Kwa hiyo kupiga mswaki wakati unataka kutia udhu ni sunna. Lakini tukija faida yake nini? Ikiwa mtu kama atakuwa kila anapotia udhu anapiga mswaki, kila anapotaka kusoma Qur'an anapiga mswaki, na hizi zote ni sunna. Mtu akitaka kusoma Qur'an apige mswaki. Sasa wewe ambaye ukisoma Qur'an hupigi mswaki, isikilize hii na kupa wewe ndio kaifanyie kazi. Faida ya mwanzo inayopatikana kwenye kupiga mswaki, faida ya kwanza, asiwaku, kupiga mswaki kunaingiza ufasaha wa kusema. Yaani wewe ikiwa ni msemaji wataka ufahamike, basi jitahidi kupiga mswaki, kwa sababu unapopiga mswaki Mwenyezi Mungu anakupa ufasaha wa kusema, unakuwa ni mfasaha, maneno yako yanafahamika kwa sababu yanatoka katika kinywa kilicho safi. Yale maneno yako unayoyatamka yanafahamika. Kwa nini? Kwa sababu yanatoka katika kinywa kilicho safi. Hiyo ni faida ya mwanzo. Lakini vile vile faida nyingine ambayo ni muhimu zaidi, mswaki unazidisha fahamu. Ikiwa wewe pengine unakwenda kwa mwalimu, unamlalamikia, unamwambia mwalimu, mwanangu hafahamu, niandikia kombe, watakiwa uandikiwe kombe, lakini kumbe huyo mwanao akaenda chuoni, kinywa kile kinatoa harufu mbaya, hapigi mswaki. Qur'ani kila akisoma inatoka, ilmu kila akiingiza inatoka. Kwa nini? Kwenye kinywa chake kinatoa harufu mbaya. Mswaki kwake yeye ni bize, anapiga mswaki sikukuu mpaka sikukuu. Asiwaku, mswaki unaongeza fahamu. Ikiwa wewe hufahamu, kuanza leo wewe jitahidi kupiga mswaki. Ukiamka mswaki, ukisali mswaki, ukisoma Qur'ani piga mswaki.
basi Mwenyezi Mungu atakupa fahamu mzuri kila unachokisoma, basi Allah atakujalia ni chenye kukaa katika moyoni mwako. Hii ni faida. Lakini nakupa madhara au hasara. Madhara ya mtu aliyekuwa hapigi mswaki, kwa sababu mswaki ukipiga unakuwa yale meno yanakuwa yako makini, maradhi ya kuumwa na meno hupungua. Lakini mtu aliyekuwa hapigi mswaki au anapiga mswaki yeye kwa nadra, mtu huyu meno yake yanakuwa ni mabovu, meno yake yanakuwa ni yanaoza, meno yake yanakuwa yana uchafu. Haya ni madhara. Kwa hiyo leo biidhnillah mimi nakupa hizo faida ambayo inatokana na mswaki. Ziko nyingi mno katika faida za mswaki, lakini leo chukua hizo. Tukifahamu alislamu nadhif, uislamu ni usafi, fatanadhafu. Mtume anasema basi jisafisheni, fa innahu la yadkhulu aljanna illa nadhifu, kwani haingii peponi isipokuwa mtu atakayekuwa msafi.